Sawa, 30 dakika zipo mara baada ya saa 5 asubuhi tayari zimekwisha kuondoka na tayari nimekuambia nikirejea sito kwa peke yangu. Nitakuwa na wageni ambao wametutembelea siku ya leo na nilikwambia nilivaa viatu vyangu nikasema mguu kwa mguu niwafate. Waje tuombe kwani siku ya kesho kuna jambo gani? Na swala la kwenda kusoma nje inawezekanaje kama sina shangazi, sina aunti ambaye yuko huko mbele ambaye atakwenda kunihakikishia kwamba swala la usalama linakaaje. Sito kwa peke yangu, tutakwenda kuwasikia hapa wakizungumza na mambo yataendelea kuwa mazuri zaidi, kwamba wenyewe wanafanya kitu cha namna gani na wamewezaje, wana experience ya zaidi miaka 19, wamewezaje. Na wewe mzazi ambaye unajiuliza je, ile 50% sijui ya scholarship inawezekanaje, inakuwa kwaje? Hayo maswali yote leo mtapata majibu. Kwa hiyo nikwambie tu kwamba ni wakati wako tu kuongeza sauti ya redio yako ili tuweze kusikika vizuri zaidi, kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata elimu bora na si bora elimu, na mambo yanaendelea kwa mazuri. Lazima tuvunje mipaka. Na kwa kwanza kabisa tunaanza na manager wa Global Education Link kutoka makao makuu Dar es Salaam. Yuko hapa, atajitambulisha na atatuambia leo ametuletea habari gani. Karibu sana rafiki yangu. Asante sana. Kama ulivyosema kwamba ningeweza kujitambulisha, kwa majina naitwa Miki Musa, ni branch manager wa kampuni ya Global Education Link makao makuu Dar es Salaam. Lakini ninaweza nikasema natoa shukrani sana kwa wakazi wote wa Arusha pamoja na mikoa ya jirani, kwa wale wote ambao wanatusikiliza. Na kwa ujumla, siko mimi peke yangu, niko na mwenzangu, lakini kwa ujumla wetu wote tunasimama kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Global Education Link ambaye ni Mr. Abdul Malik Molel, na yeye sifa zote katika utendaji wa kazi kwa hiki ambacho tunachokifanya cha kuwadahiri wanafunzi wale wote ambao wanakuwa na mahitaji ya kwenda kusoma vyuo vya nje ya nchi, basi sifa ziweze kwenda kwake pamoja na wale wote ambao wanamsimamia katika utendaji wa kazi. Ndio. Kaka karibu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Hamad Juma Athman. Ndiye meneja wa Global Education Link kwa branch hii ya Arusha. Branch ambayo ipo kwa lengo kuu la kuweza kuwasogezea huduma tunazozitoa za kuwasaidia Tanzania kuweza kupata nafasi ya kujiunga na vyuo vikuu bora nje ya nchi. Hapa nazungumzia wakazi wa kanda hii ya kaskazini kwa maana ya mkoa wa Arusha, mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Tanga, lakini pia majirani zetu wa mkoa wa Manyara. Uko tayari kushikwa shati na watu wa Arusha kwa sababu ni wengi na watakao apply watakuwa wengi? Uko tayari? Bila shaka na karibisha. Mike, kwa kwanza tukisikia Global Education Link nini hasa kwa haraka tunatakiwa tukipate? Sawa. Kwa ukubwa ninaweza nikasema kwamba kampuni ya Global Education Link kama nilivyosema hapo awali ni kampuni ambayo inajihusisha na udahiri wa wanafunzi wale ambao wanakuwa na mahitaji ya kwenda kusoma vyuo vya nje nchi. Sasa udahiri huu unakuwa na process tofauti ama unakuwa na hatua tofauti mpaka mwanafunzi kupata nafasi ya kwenda kusoma vyuo vya nje ya nchi. Kama ndugu wasikilizaji walivyosikiliza mzazi ambaye alikuwa na maswali mengi kuhusiana na ni kivipi mwanafunzi anaweza kupata nafasi ya kwenda kusoma nje na akawa amefanya decisions za kwenda kwa mawakala ama kutafuta options za kwenda kusoma nchi tofauti. Sasa Global tupo kwa sababu ya kuweza kutatua changamoto, lakini na kujibu maswali ya wazazi kwa yale ambao wanakuwa wanajiuliza. Mfano, huduma yetu inajikita kwenye upande wa mzazi akijiuliza nitapata wapi chuo? Global tupo kwa ajili ya kumpatia mzazi chuo. Hivi nitapataje sasa ile admission ya chuo? Global tupo kumpatia mzazi admission ya ile chuo. Hivi sasa ndio mwanangu amefaulu, sawa, lakini sasa akasome kozi gani? Sasa pia Global tupo katika hiyo kazi ya kuweza kumelimisha mzazi na mwanafunzi katika aina ya kozi anayotaka kwenda kusoma kulingana na ufaulu wake, kwa sababu Global Education Link tunafanya kazi chini ya TCU, na maana Tanzania Commission of Universities. Wao ndio wanatupa sisi kibali cha kuweza kuwatoa wanafunzi ndani ya nchi na kwenda kusoma vyuo vya nje ya nchi. Kwa tunajikita kwenye swala zima la career guidance and career counseling and guidance, na maana kumelimisha mwanafunzi juu ya ufaulu wake, ni kozi gani anaweza kwenda kusoma nje ya nchi. Kwa sababu inawezekana mwanafunzi huyu labda amemaliza mchepuo wa sayansi, let's say labda PCB,
anatamani kwenda kusoma kozi ya udaktari. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba hivi Tanzania ni kwamba tunahitaji tu madaktari wa binadamu peke yao? Haiwezekani. Inawezekana tunahitaji professionals tofauti kwenye sekta ya afya. Tuko pale kuweza kuzichambua hizi kozi. Sasa inawezekana wewe ni wa PCB, HKL, HGL, PMC pamoja na zile combination zingine zote mpya. Mzazi anajiuliza ni kozi gani mwanafunzi akienda kusoma ambayo ina demand ndani ya nchi. Hivi akienda kusoma huko professional yake atakuja kufanya kazi sehemu gani? Haya maswali yote kampuni ya Global Education Link tupo katika kuyajibu. Lakini si hilo tu. Hivi security ya mwanafunzi anapoenda kwa nje inakuaje? Usalama wake. Tena hapo nataka wakukazie maarifa zaidi, maana wazazi wanashika vichwa wakisikia kwa mtoto wa kike, wakisikia labda mtoto wa kiume mambo yamebadilika. Unajua wazazi wengi wa sasa hivi, vijana ambao wanamaliza form 6, form 4 bado ni wadogo sana. Wana umri mdogo. Kwa hiyo Global Education Link tupo pale kama wazazi katika swala zima la kuhakikisha huyu mwanafunzi ameenda kusoma nje. Tunaposema kwamba katika kipengele cha security ya mwanafunzi tunahakikisha vipi? Tuna department ya monitoring. Tunawamonitor wanafunzi baada ya safari, wakati wa safari na baada ya kufika na wakati wa masomo yao yote. Kwa hiyo department hii ya monitoring jukumu lake hasa ni kuhakikisha mwanafunzi ameingia darasani, mwanafunzi amefanya mitihani. Tumetoa taarifa za maendeleo ya mwanafunzi kwa mzazi, kwa sababu sometimes wazazi wanakuwa busy kutafuta pesa kwa ajili ya kuwalipia watoto. Na sisi kama Global Education Link tunaanza na mwanafunzi kuanzia siku ya kwanza tunapomchagulia options za kozi, kupata chuo, kusafiri kwake na baada ya kufika. Huyu mwanafunzi tunakuwa naye kuanzia mwaka wa kwanza wa masomo mpaka mwaka anapotakiwa kumaliza. Mfano wa Risia tuchukulie mwaka juzi au miaka ya nyuma iliyopita, mwaka majuzi, vita ya Ukraine, huo ni mfano mzuri zaidi. Vita ya Ukraine, Global Education Link tulikuwa tuna wanafunzi zaidi ya 250 wanasoma kozi za udaktari Ukraine. Sasa imagine ni kwa namna gani ambavyo Global iweza kutake part ya kuweza kuhakikisha wale wanafunzi wote wanatoka Ukraine wanarudi Tanzania. Na kama tungekuwa tumeenda kuwapeleka tunakuwa dumped, mwisho wa siku wanafunzi wangekuwa wamepata shida kubwa sana. Lakini kwa kupitia uongozi wa bosi wetu Mr. Abdul Malik Mollel, tulihakikisha kwa pamoja timu ya Global Education Link hawa wanafunzi wanarudi ndani ya nchi kwa usalama. Either atakataka kurudi ama yule ambaye atakamona mimi nataka nibali kwa sababu nimeona kuna changamoto ya Ukraine, niko tayari kubadilisha kwenda nchi nyingine. Sisi tuko pale katika kutatua hizo changamoto za kimalezi, za kihuduma. Ina maana sijui niweke vipi ile wazazi waweze kuelewa, lakini naamini kwamba atakuwa amenielewa kwamba hii ni moja kati ya service yetu kubwa sana ambayo tunaizingatia katika swala zima la kuweza kumonitor mwanafunzi, kuweza kutatua changamoto zake na kutoa taarifa kwa mzazi. Sasa hiyo pia ni moja kati ya huduma ambayo tunaitoa. Lakini nje ya hapo inawezekana pia mwanafunzi katika mchakato akawa anajiuliza sasa ni chuo gani ambacho ni bora ambacho mimi nataka kwenda kusoma. Kwa sababu kama ulivyosema, mwanafunzi anapoenda kusoma vyuo vya nje ya nchi, kama asipokuwa makini kwenye uchaguzi wa vyuo bora, anaweza kaangukia kwenye chuo ambacho si bora. Sasa Global Education Link kwa kupitia miongozo ya TCU ambayo inatusimamia sisi, tunawapeleka wanafunzi katika vile vyuo ambavyo tunahakikisha kwamba mwanafunzi akienda kusoma na akirudi arudi tu na cheti. Sisi tunamwambia mwanafunzi arudi na ujuzi, kwa sababu nchi yetu inawataka wajuzi katika sekta tofauti katika kuelekea kukuza uchumi wetu kwa hali ya juu zaidi. Kwa hiyo hayo ndio malengo yetu hasa ambao sisi tunayoyasimamia kama kampuni ya Global Education katika kuhakikisha kwamba vijana wanaoenda nje na wakirudi wasirudi tuna cheti, basi warudi na ule ujuzi ambao sisi tunakuwa tumewatuma ama wazazi wao wamewatuma kwenda kuchukua. Kwa hiyo naweza nikasema kwa ufupi hizo pia ni huduma au ni huduma ambazo tunazitoa sisi kama kampuni ya Global Education Link. Okay, kitu ambacho nakipata yamkini na msikilizaji anajiuliza hilo swali ni kwamba yani elimu anaenda kuipata huko ina utofauti gani? Maana wazazi wengi wanaangalia mwana mtoto fulani kasoma hapa na amepata kazi na kila kitu kinaenda, utofauti upoje? Yani nini ambacho anakwenda kukipata cha ziada? Sawa. Mwanafunzi anayepata nafasi ya kwenda kusoma vyuo vya nje ya nchi, naweza nikasema ana faida, kuna faida kubwa. Okay. Moja kati ya faida kubwa ambayo tunaiongelea, tunaongelea swala lazima. Sawa, watu wengi wanasema swala lazima la exposure. Yes, of course, mwanafunzi lazima awe exposed kwa sababu amevuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia tunaongelea pia swala lazima la networking. Huyu mwanafunzi ana develop network kubwa sana kwa sababu anaenda kukutana na watu ambao wanatoka katika mataifa tofauti. Uwezi jua yule uliokuwa naye darasa moja yeye familia yake ipoje. Ndio tunaposema kwamba investors, kwani investors wanatokea wapi? Wanatokea kupitia hizi network za wanafunzi na wanafunzi bana, mimi kule nchi
nchi yetu ya Tanzania tuna hiki na hiki na hiki na hiki. Kumbe yule anayepiga naye story ana network pia, mzazi wake ana uwezo mkubwa zaidi. Kwa hiyo hapo ile networking ambayo inakuwa ina develop pale, mwisho siku tunapata investors kupitia hao wanafunzi ambao wanaenda kusoma nje. Lakini si tu hilo, kubwa zaidi nilikuwa niliongelea ni ule ujuzi. Vyuo vya ndani, yes, tunatoa watu wazuri sana ambao pia wanaajirika katika taasisi tofauti tofauti, lakini pia tunapoangalia katika swala zima la ukuaji wa teknolojia, hawa wenzetu ambao wako nje kiukweli kabisa wametuzidi kwenye sehemu kubwa sana kwenye swala zima la technology. Kwa hivyo wanafunzi hao wanaotoka na kwenda kusoma vyuo vya nje waende wakaibe ule ujuzi, wakaibe zile teknolojia, afu waje tuletee sisi Tanzania, na sisi tuweze kufika mbali zaidi kwa malengo ambayo tumewekewa na Mheshimiwa Rais wetu katika sectors tofauti tofauti, iwe ni katika sekta ya masuala ya nishati, iwe ni katika afya, iwe ni katika masuala ya sheria, yani katika kila nyanja ambayo iko katika nchi yetu, basi hawa vijana watoke waende kule, kwa sababu hawa wenzetu wametuzidi. Wametuzidi kwenye teknolojia, wametuzidi kwenye upande wa maendeleo. Kwa hiyo hii pia ni moja kati ya chachu kubwa ambayo naweza nikasema kwamba mzazi yoyote yule ambaye anakuwa na uwezo wa kusema kwamba nina uwezo wa kumpeleka kijana wangu akasoma nje ya nchi, ase njoo, yani kimbilia kampuni ya Global Education Link, tukupe admission ya chuo, tukupe options za vyuo, ili kijana wako awe ni moja kati ya mtu ambaye atakayekuja katika nchi yetu kutusaidia katika ule ujuzi ambao atakuwa ameenda kuuchukua kule. Ni kweli kwamba wanaoenda kusoma vyuo nje ya nchi ni familia za matajiri ambao kuna level fulani ya maisha ambayo wamejiweza, yaani wamejipata, wanasema wamejipata, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho wazazi wengi wanajiuliza, au mtu anasema vina wenyewe uko kwenda India, kuna wenyewe, lina ukweli wowote? Hapana. Hapana, ninaweza nikasema kwamba unajua, huwa natoleaga mfano mmoja, inawezekana si mzuri, lakini natamani tu kuusema. Unajua Watanzania sisi bwana, tuna ile changamoto ya kuto kudig in taarifa kwenye vitabu. Na tunapenda kupewa taarifa za kimaneno, kwamba unajua nikienda kusoma India ni milioni 40 kule bana, nikienda kusoma UK milioni 100. Yani in fact ni kwamba Watanzania tunaogopeshwa kimaneno ya kwamba nikienda kusoma nje it's expensive. Lakini it is not expensive. Na kwa ukiangalia nchi yetu sasa hivi tupo katika uchumi wakati, sio hivyo? Kwa hiyo ina maana kila mzazi akiwa na kipato fulani ana uwezo kumpeleka kijana wake na kusoma nje. Nachukulia mfano halisi. Mwanafunzi akienda kusoma India, labda niseme course ya pharmacy, ni kata $2,500 maximum mpaka 3,000 without scholarship. Hapa naongelea 50% scholarship. Tunaongelea budget kati milioni 5 mpaka milioni 6. Sasa kumbe mzazi alikuwa anafikiria kwenda kusoma pharmacy India ni milioni 20. Na hapo bado mwanafunzi hajapata 50% scholarship. Kwa kumbe mwanafunzi anaweza kalipa milioni 4. Sasa je, tujiulize, ndani ya nchi hakuna vyuo ambavyo vinalipa ada milioni 4? Sasa vipo. Kwa hiyo mwisho siku kumbe ni taarifa. Alafu ukiangalia kozi za biashara, ada milioni 1.5, milioni 2. Ni taarifa. Kwa hiyo mwisho siku ni taarifa. Sasa taarifa hizo unazipata wapi? Njoo Global Education Link tukupatie taarifa zenye uhakika juu ya gharama za mwanafunzi kwenda kusoma nje nchi, na kwa ukubwa ambao naweza nikautolea by big evidence. Wazazi wenye kipato cha kati ndio wazazi wengi wanaopeleka wanafunzi kwenda kusoma vyuo vya nje nchi. Ndio maana ukiangalia by records, wazazi wengi wanawapeleka wanafunzi China, India, Malaysia, Cyprus, Uturuki. Hizi ni nchi kubwa. Of course kuna vyuo vina gharama kubwa, lakini ndipo wazazi wanapowapeleka wanafunzi. Kwa hiyo ukiangalia Global Education Link kuwepo Arusha, na hasa kwa siku ya kesho ambapo tutafanya maonesho 4 Point Sheraton Hotel, tutakuwepo pale. Tumesema ya kwamba tutakuwa na vyuo ambavyo vinatoa 50% scholarship, yani 50% ya punguzo la ada on spot. Lakini nje hapo inawezekana kuna watu ambao wako maofisini wanataka course za PhD and masters. Yo my friends, scholarship ni 100%. Sasa wewe unataka nini Mtanzania? Yani una scholarship za PhD 100%, masters 100%, program zingine zote za afya, biashara, uchumi, sheria 50% scholarship on spot. Kikubwa tu unaambiwa labda njoo na matokeo yako ya form 4, njoo na index number form 6, njoo na cheti cha kuzaliwa. Wewe ambaye unapaka passport ya kusafiri ndo kabisa umemaliza, njoo navyo hivyo, ukutane na wawakilishi India, China, Malaysia, UK wako pale.
unapatiwa on spot admission. Kwa hiyo dada yangu sio gharama kabisa. Inawezekana kule ndio gharama nafuu. Mimi nataka, unajua mimi hii miaka 19 ya Global Education Link nataka nimfanye msikilizaji wetu asichukulie poa. Nataka sasa hivi tukamsikilize ndugu yetu Eric Kondela ambaye pia ni alumni wa ambaye alipata ufadhili kutoka Global Education Link, ambaye alielekezwa, alitafutiwa chuo. Sasa hivi tunapomzungumzia Eric Kondela ya familia, kuna namna inamfaidi. Eric Kondela, hebu tuambie sasa hivi uko wapi, unafanya nini? Kuna mzazi mwingine anawaza inakuaje? Tumsikie alafu tutarejea. Najua swala la scholarship wazazi mnajiuliza inawezekanaje. Kwa majina naitwa Eric Kondela, ni mfanyakazi katika benki ya NMB ama National Microfinance Bank hapa Tanzania, na ni software developer. Mimi ni moja kati ya wanufaika wa Global Education Link. Jinsi ambavyo nilifahamu Global Education Link ni kwa sababu ya kozi ambayo nilikuwa nataka kufanya. Nilikuwa nataka ni focus zaidi na upande wa software pekee na mambo ya designing na kila kitu. Katika kutafuta nikakutana na Global Education Link, nikaenda ofisini, nikapata kozi ambayo kweli inaweza inakidhi mahitaji yangu, nikaelimishwa. Kozi nilosoma inaitwa BCA ama ni Bachelor of Computer Applications. Nilisoma LPU, iko Punjab in India, ama Lovely Professional University. Ni moja kati ya vyuo vikubwa sana in India. Hivi karibuni Global Education Link inaandaa maonesho kwa ajili ya vyuo mbalimbali. Ningependa kukusii tumia nafasi hii, wawakilishi wa vyuo husika watakuwepo katika maonesho haya. Nikimaanisha vyuo kama Lovely Professional University, wahusika wakuu wa chuo watakuwepo, na vyuo vingine kadha wa kadha kutokana na mataifa yaliyopo. Usiache nafasi. Na natumai wamemsikia ndugu wetu Eric Kondela namna ambavyo Global Education Link walihakikisha kwamba hawamchukui tu, wamehakikisha hata na maisha nayo yanabadilika. Unamjua Eric Kondela ndugu wetu Mike? Yeah. Sasa hivi ukikutana naye unamkuta zake kakunja zake na nini? Jamani bosi sasa hivi anamkwanja mrefu sana pale benki. Hello? Yeah. Kabisa. Okay. Tukianza kumzungumzia Eric Kondela, najua niweze kachukua story ndefu sana na muda usituruhusu, lakini tuelekee shule yetu ambayo tuko nayo mezani, ambayo ni kesho, ambayo itafanyika hapa jijini Arusha, na tuko na ndugu yetu atakwenda kuizungumzia kwa uzuri kabisa, ambaye yeye ni manager kwa branch ya Arusha. Ataizungumzia kwa uzuri zaidi, lakini kabla hajaizungumzia shughuli ya kesho au tukio la kesho, nirudi pia kwa Mike Musa ajaribu kutupitisha hapa kwenye swala la scholarship lenyewe limekaje, maana lina ukakasi na maswali mengi kwa baadhi ya wazazi. Mnafanyaje? Mbona kama hizo ni janja? Mnaangalia vigezo gani mpaka mtoe hiyo scholarship? Karibu sana Mike. Sawa, asante sana. Kwenye upande wa scholarship ambazo Global Education Link tunazitoa kwa Watanzania wote, hasa kwa ambao sasa hivi tumewafikia wakazi wa Arusha na mikoa ya jirani. Okay. Scholarship kwanza zimegawanyika katika makundi matatu kama sio manne. Kuna merit scholarship, ambao merit scholarship ni scholarship ambao mwanafunzi anaipata kulingana na ufaulu wake. Na hapa nichukulie mwanafunzi ambaye baba amemaliza form 6, amepata division 1 ama amepata division 2 ama amepata ufaulu unaomwezesha kwenda kusoma ngazi ya elimu ya juu. Nikisema kwamba mwanafunzi anakuwa na principal pass 4. Na principal pass 4 tunazipata kwa mwanafunzi ambaye ana DD 2. Huyu mwanafunzi mwenye DD 2 katika zile wanafunzi wanaweza nikitamka anaweza kuwa anajua kwenye principal core subjects. Kama ni PCM unakuta ni physics na mathematics. Hizo ndo principal core subjects, baada pasipo kuliacha ile subsidiary ambayo ni somo la chemistry. Kwa hiyo akiwa na zile D zake 2, huyu mwanafunzi ana uwezo wa kupata 50% ya punguzo la ada on spot. Lakini pia bado mwanafunzi ana nafasi katika hiyo merit scholarship, anaweza akafanya mtihani ambao tutamfanyia booking na kupandisha scholarship yake mpaka kufikia 60%. Kwa hiyo unaweza kukuta kama ada ilikuwa ni milioni 4 na mwanafunzi akapata 50% scholarship, aka-apply tena na huo mtihani wa scholarship. It's obvious huyu mwanafunzi anaweza kapata ada yake, anaweza kujikuta imebaki milioni 1 na point kwa mwaka mzima. Nje ya gharama ya chakula pamoja na maradhi yake. Kwa hiyo mzazi akiwa na kati ya milioni 5, 6, 7 ana uwezo wa kwenda kusoma nchi ya India. Hiyo ni katika upande wa merit scholarship. Lakini pia kuna academic scholarship. Academic scholarship zinatolewa baada ya mwanafunzi kufika chuo
akawa anafanya vizuri zaidi kuliko wanafunzi wengine darasani. Hawa tunasema ni international students ambao wana perform vizuri, wana represent vizuri nchi yao, huwa wanapewa scholarship mpaka 100%. Baada mimi nikipanga katika lugha ya Kiswahili tunasema nikipanga wa darasa anapewa 100%. Lakini kuna zile scholarship kwa lugha ya mimi wanaambiaga staff wenzangu, huwa wanasema kuna wale wanafunzi ambao wanakuwa na kiherehere. Yani kila event yupo. Tunasema ni zile tunasema ni social scholarship. Yani ni mwanafunzi ambaye anashiriki katika event tofauti, anakuwa anaonekana huku kule. Kwa hiyo chuo kinakuwa kina recognize kulingana na umaarufu wake na kuweza kusaidia wanafunzi wenzake pamoja na hivyo kwa ujumla. Hawa pia nao wanakuwa wanapewa hizo scholarship. Sasa hizi ni faida za hao wanafunzi wanaoenda kusoma vyuo vya nje ya nchi kwa ujumla, na katika aina hizo scholarship ambazo zinazopatwa. Lakini ya mwisho ni hizi ambazo ni full funded scholarship. Okay. Full funded scholarship kwa kupitia Global Education Link kama nilivyosema hapo awali, kwa wanafunza PhD pamoja na masters. Wale ambao wako Arusha, I say waje wazikimbilie kwa sababu zipo katika program zote. Yani ni full funded. Kikubwa tu ni vyeti, aina ya kozi na program unayoitaka unapata. Kwa hiyo kwa ujumla iko hivyo. Kwa hiyo kwa mwanafunzi wa form 6 aliyemaliza shule za Arusha, kwa mwanafunzi aliyemaliza form 4, kwa mwanafunzi aliyemaliza diploma, GPA ni 3.0, kwa mwanafunzi aliyemaliza form 4 awe na ufaulu wa pass 5 katika masomo yake matano. Kwa mwanafunzi wa form 6 ndio hizo principal pass 4 katika masomo yake yale mawili ambayo ni core subjects. Ana uwezo wa moja kwa moja kupata hizo 50% scholarship. Yes. Kwa kuanzia kwa sasa tuanzie shule ambayo tuko nayo siku ya kesho, maonyesho ambayo yamewalazimu mimi nikawafuata mguu kwa mguu. Mmewaletea watu wa Arusha kitu gani? Tuanzie hapo. Katika niweza nikasema wakazi wa Arusha na mikoa ya jirani, na tata kama kuna mtu ananisikia yuko Kilimanjaro, yani kesho mapema sana aweze kufika. Amuwai huyu ambaye yuko Arusha, yeye atafanya tu kutembea kuja pale hotel. Kwanza tumewaletea representative kutoka vyuo tofauti. Yani kwa maana ya kwamba tumekuja na vyuo vya katika nchi tofauti. Tumekuja na vyuo vya UK, tumekuja na vyuo vya Malaysia, tumekuja na vyuo vya nchi ya China, tumekuja na vyuo vya nchi ya Uturuki, tumekuja na vyuo vya India, tumekuja na vyuo vya Spain, tumekuja na vyuo kutoka nchi ya Australia. Sasa hii ni full package. Kwa Mtanzania mwenye kipato cha aina yoyote ile, akija katika maonesho haya atapata hizi fursa za udahili wa mwanafunzi kwenda kusoma nje. Sawa. Zimekasoro dakika 8 kuelekea majira saa 6 mchana. Tuje kwa manager wa branch ya Arusha ambaye ametulia kwa muda mrefu, Hamad Juma. Hamad, kesho una kipi cha kutuambia tu Arusha tujipange kwa kiasi gani, na faida ya mzazi kuja au muhusika kuja kuhudhuria siku ya kesho kwenye maonyesho ni faida gani ambazo atazipata? Okay, nashukuru sana. Kwa yale yote mema ambayo ameanza kutangulia kuyanena, brother Miki, yameweza kuanza kuonesha labda mwanga ama njia ya juu ya nini Global Education Link tumeweza kujipanga kuwaletea wakazi wote wa Arusha, lakini kanda kaskazini kwa ujumla. Siku ya kesho kwa maana ya Jumanne ya tarehe 28, tuna jambo letu kubwa pale kwa ajili ya wakazi wote wa kanda kaskazini. Tutakuwa na maonesho ya vyuo vikuu vya kimataifa nje ya nchi. Kwa hiyo kila yule ambaye atakuwa anaishi ndani ya mkoa huu wa Arusha ama anaishi mkoa wa jirani ya mkoa wa Arusha, basi anatakiwa kuweza kufika katika maonesho yale. Pale tutawaletea huduma tofauti, lakini fursa kubwa atakazozipata pale, ikiwa mzazi, mlezi ama mwanafunzi anahitaji huduma ya kuweza kupata ushauri wa kitaaluma juu ya kozi gani ya kusoma baada ya kumaliza ngazi ya form 6, form 4 ama diploma. Lakini je, anahitaji kufahamu kwani ni kozi gani mimi natakiwa kusoma, ni chuo gani bora naweza kusoma, basi anatakiwa kuweza kufika katika maonesho yale, atapata ushauri wa kitaaluma kuhusiana na huduma hizo zote. Lakini pia kesho pale tutakuwa tunampatia ushauri wa kitaaluma kuhusiana na mchanganuo wa gharama juu ya ada. Kama ulijaribu kuzungumzia na ukamuuliza brother Miki hapa kwamba wapo wazazi ambao wanasema kusoma nje ya nchi ina wenyewe, lakini Global Education Link ni taasisi ambayo haijaja kwa sababu ya wenyewe, ila ni taasisi ambayo imekuja kwa lengo kubwa la kusaidia vijana wa Kitanzania. Kwa mifano ambayo imekusaidia brother Miki, lakini
Ukiangalia takwimu za huu mwaka 2026, Okay. tuyachukue matokeo ya wanafunzi wa kidato cha 6. Umeongezeka kwa 99.92% watoto wamefaulu kuelekea chuo kikuu. Lakini watoto wote hawa wanazo ndoto za kusoma vyuo vikuu. Lakini tukiangalia namba ya vyuo vikuu ambavyo tunavyo katika nchi yetu, kiuhalisia tu hatuwezi kuaccommodate hawa watoto wote. Ukiangalia ufaulu wa watoto ambao wamesoma combination kwa mfano wa PCB, hawa ambao wanatamani kuwa madaktari wapo kwenye 15,000 plus ufaulu. Angalia katika vyuo vyetu ambavyo tuko navyo, we can't accommodate this number. Sasa Global Education Link inachukua nafasi gani? Leo hii mwanafunzi atakayesoma kozi ya udaktari Tanzania anaweza kalipa kwenye private universities milioni 7 kwa mwaka. That's only tuition fee. Hajalipa gharama nyingine. Sasa Global Education Link kwa sababu lengo lake ni kuwasaidia Watanzania, inakuletea chuo cha kusoma kozi ya udaktari. Unasoma nje ya nchi kwenye chuo kinachotambulika kimataifa kwa gharama ya kuanzia milioni 5 kwa mwaka. Sasa jaribu kuona kwamba nikisoma ndani ya nchi nalipa milioni 7, lakini nikisoma nje ya nchi ya Tanzania naweza kulipa milioni 5. Kwa maana unaanza kuona je, Global Education Link imejipanga kwa ajili gani? Global Education Link imejipanga kumsaidia kila Mtanzania. Kwa hiyo pale sisi hatuna wenyewe. Njoo pale uchukue maarifa kuhusiana na kozi. Njoo pale ukutane na wawakilishi wa vyuo vikuu ana kwa ana, lakini pia tumemwona mwenzetu umejaribu kumsikilizisha. Yeye sasa hivi tayari ni mtu mwingine baada ya kugraduate. Sasa wewe ambaye umesikia na unatamani kuwa kama yeye, kesho unatakiwa kuja pale. Huduma nyingine tutatoa udahili wa hapo kwa hapo. Unafika 4 Point by Sheraton, unarudi na admission yako nyumbani. Wewe njoo tu na matokeo yako ya form 4, njoo tu na vyeti vyako vya shule uliyomaliza ama index number. Naomba nisimame maana ile swali ni zito kidogo. Like kwamba naweza nikasoma nje ya Tanzania, kwa maana nje ya nchi nikapata kazi Tanzania, kwa sababu ni moja kati ya mzazi mkaliletea mzigo ambaye aende akasome huko akafanye kazi huko kwa aliposomea. Kuna uwezekano wa mtu ambaye amesoma nje ya nchi alafu akaja akafanya kazi Tanzania? Mike, naomba tujibie hilo. Kama utakuwa na nyama za kukoleza, tutarudi kwa ndugu yetu Ahmad. Karibu. Asante sana. Yaani unajua hili swali ambao umeniuliza kiuhalisia kuna watu ambao wameshapita na kuongea wameshajibu hilo swali. Kwa mfano huyu Eric Kondele ambao tulikuwa tumemjadili, Irene Mtatiro pamoja, yani tuseme naweza nikasema ni kwamba mzazi yote ambaye ana nafasi ya kutaka kumpeleka mwanafunzi kwenda kusoma vyuo vya nje ya nchi, akirudi ndani ya nchi, nafasi za ajira zipo. Mimi mwenyewe nimesoma nje ya nchi, nafanya kazi katika taasisi ya ndani ya nchi, ni kwa sababu ya elimu na ubora ambao nimeupata kule. Rudia tena Mike. Mbona unataka kueleza Global Education Link kitu ambayo imefanya? Hiyo kitu ambayo umesoma. Mimi kama staff wa Global Education Link, lakini pia nilipata nafasi ya kwenda kusoma nje ya nchi, nchi ya China katika chuo kinaitwa Lion in Communication. Nilienda kusomea Bachelor of International Trade and Economics. Kwa hiyo mwisho wa siku nikarudi ndani ya nchi. Nikafanya kazi, lakini baada hapo nikarudi tena nikaenda India, chuo kinaitwa Sharda University, nikafanya MBA na maana Masters in Business Administration. Na baada ya hapo nipo global kama branch manager makao makuu Dar es Salaam headquarters. Sasa hiyo pia ni moja kati ya faraja kubwa kwangu mimi. Of course nafanya kazi, nalipwa, namshukuru bosi wangu. Kwa hiyo hata kwa wale ambao pia wamepitia kampuni ya Global Education Link kwenda kusoma vyuo vya nje ya nchi, pamoja na hawa ambao wametoa testimony zao, lakini bado tuna watu katika taasisi tofauti. Global Education to experience zaidi miaka 19 katika udahili wa wanafunzi kwenda kusoma nje ya nchi. Na katika kila mwaka tunapeleka si chini ya wanafunzi 400 mpaka 500. Imagine tuna watoto wangapi mtaani ambao wanaendelea kutusaidia sisi, kutueleza juu ya mazuri yetu, lakini pia kukuza uchumi wa nchi. Inawezekana pia hata uchumi unavyokuwa nchi yetu ni kwa sababu ya population kubwa ya wanafunzi ambao wameenda kusoma vyuo vya nje ya nchi, kuleta ujuzi na teknolojia ndani ya nchi. Kwa hiyo ni big up sana kwa bosi wetu Mr. Abdul Malik Mollel kwa kuhakikisha kwamba yeye pia ni moja kati ya mtu ambaye amesoma vyuo vya nje. Kwa hiyo we see the impact, yani tunaiona impact ya wanafunzi ambao wameenda kusoma nje. Lakini kuna swali moja nilipata, moja kati nadhani tangazo lilipita, wakasema kwamba hivi kesho 4 Point Sheraton Hotel ni
ina kiingilio. Yes, hata nilitaka niulize hilo the same question. Bwana wewe. Kwa wakazi wa Arusha na mikoa jirani, jamani, ni bure. Bure kabisa yani. Njoo wewe na vyeti vyako tu upate udahili wa bure kabisa. Kwa hiyo naweza nikasema kwa ujumla tuna watu wengi sana kulingana na swali ambao umeniuliza. Mwanafunzi wote anaenda kusoma nje ya nchi na jua kwamba tunamfanyia ile career guidance and counseling, anapata nafasi ya kwenda kupata chuo ambacho ni kizuri, kozi nzuri, na akirudi ndani ya nchi nafasi za ajira zipo kulingana na program yote ile. Yes. Sasa tunaelekea ukingoni, wasikilizaji wetu wanasema waambie watoe namba bana, tumeshawaelewa. Naona ni moja kati ya message 3-4 zimefuatana. Waambie watoe tu namba, tumeshawaelewa. Kesho tujue tunaenda kuyatengenezaje. Naomba nije kwa ndugu yangu Hamad ambaye ni meneja wa branch ya Arusha. Kwa haraka zaidi nikaribishie wageni kukiwatajia na namba za simu. Una sekunde kadhaa kwa sababu muda sio rafiki. Karibu sana. Okay, Bini nawakaribisha sana wakazi wote wa Arusha na mikoa jirani. Kesho muweze kufika pale hoteli ya 4 Points by Sheraton, iko maeneo ya Clock Tower. Tutakuwepo pale, tunasubiri kuwahudumia kuanzia mida ya saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 11 jioni. Basi wewe jiandae tu, kama una ndugu yako, una mwenzako, una vitu vyako, njoo navyo. Lakini unaweza kutupata kwa simu, kutupigia simu namba 06 77 200 100. 06 77 200 100. Ukipiga simu hiyo basi utaweza kupata maelekezo na taarifa zote kuhusiana na tukio la kesho. Ya kwa upendeleo msikilizaji, namba nirejea, namba iko tulivu ni 06 77 200 100. 06 77 200 100. Ya mwisho kabisa 06 77 200 100. Tafadhali wasiliana na Global Education Link, utapata mwongozo zaidi. Epuka matapeli. Hakikisha kesho nafika ofisini moja kwa moja na utapatiwa mwongozo na mambo yataendelea kwa mazuri. Asanteni, karibuni kwa wakati mwingine. Asante.